إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Nakuhusieni ndugu zangu, nayusia na nafsi yangu kumcha Allah, na kumcha Allah ni kufuata maamrisho na kuacha yale aliyotukataza. Tunamshukuru Allah kwa mapenzi yake alituwekea wazi kutufahamisha kwamba ametuteremshia kitabu Qur'ani, kitabu chenye baraka nyingi, na akatuamrisha tukifuate ili tuzifikie baraka hizo na ili tupate rehma khasa. Allah akasema katika surat Al-An'am aya 155, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun, na hii Qur'ani ni kitabu ambacho tumekishusha kilicho na baraka nyingi, kimebarikiwa. Fattabi'uhu, kifuateni. Kina baraka nyingi, kifuateni. Wattaqu, na mjikinge na yale ambayo kitabu hiki kimekataza. La'allakum turhamun, ili mpate rehma za Allah, ili muweze kurehemewa. Kitabu kina baraka, kifuateni. Jikingeni na yaliyokatazwa ili mpate rehma. Maagizo yako wazi sana. Mfuate, mjikinge, mpate rehma. Manake msipofuata, hamjikingi na mliokatazwa ndani yake, rehma hakuna na ile baraka haitopatikana. Wote tunafahamu baraka, hata kama hatuwezi kuisema ni hivi, lakini ukijua kinyume chake tu baraka, tayari umeshajua baraka ni nini. Ukiambiwa kuna mkosi, utapata mkosi, tayari limo kichwani. Kinyume cha mkosi ni baraka. Baraka kwa kufuata na kuzingatia, mnapata rehma na baraka. Hamkufuata, baraka haiji. Kama haikuja baraka, manake kinakuja kinyume chake. Allah tulinde na shari. Allah akatuamrisha kwamba kitabu hiki tukikisoma tuzingatie, ili tuzifikie hizo baraka na tupate rehma. Akasema katika surat Sad aya ya 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, hii Qur'ani ndicho kile kitabu tulichokishusha kwako mtume, ili uwasomee watu hawa
kitabu ambacho mubarakun, kimebarikiwa sana, kimeshushwa kwako uwasomee, liyadabbaru ayatihi, ili wazingatie aya zake, waliyatadhakkara ulul albabi, na ili wachukue mawaidha wale watakaotumia akili. Mawaidha yamo, lakini kwa kutumia akili tu uchukue. Hukutumia akili, mawaidha utayapita, utayaacha, hukuzingatia chochote, baraka umezikosa, umekosa mawaidha. Kinachofuata ni hao mambo mengine, yaani kinyume cha baraka ndicho kitakachokuja. Allah akatupa na tahadhari kutosoma kwa mazingatio na kutokusikiliza maagizo yake. Akatupa tahadhari kutozingatia na kutokupata manufaa yaliyomo ndani yake. Akasema hivi katika Surat Al-Anbiya aya 50, wa hadha dhikrun mubarakun, na hii Qur'ani ndio yale mawaidha yaliyobarikiwa. Anzalnahu, tumeyashusha kwenu. Afa antum lahu munkirun, hivi nyinyi mnakanusha haya ambayo mmeambiwa? Mnakikataa hiki kitabu kwamba hakina mawaidha, hakina baraka, hakina rehema? Mnakanusha hayo? Ya Rabbi, hatukanushi. Ndugu zangu, baada ya utangulizi huu, hasa tena kwa vijana namba moja, utangulizi huu na ujumbe huu ni wa wote, lakini nawalenga vijana kwanza namba moja. Kwa nini? Vijana ndio nguzo ya mustakbali siku zote katika jamii. Mustakbali unaokuja, vijana ndio walengwa wa mustakbali huo, imma wavurugwe, wa uharibu, au watengenezwe wawe wazuri kwenye mustakbali wa jamii yoyote. Kwa hiyo vijana, nisikilizeni kwa makini. Qur'ani inauliza, mnakanusha haya yanayozungumzwa? Maana yake ni kwamba kuna hitaji kufanya ukaguzi mle unamoishi, na uiangalie Qur'ani ilivyo, utizame kwa makini, wala haihitaji elimu ya chuo kikuu. Kila mmoja wetu awe makini na uchunguzi kwenye haya tunaoelezwa na Allah, kwenye mazingira unayoishi. Na Mungu akikupa uwezo mkubwa wa kupeleleza, angalia sasa nje ya mazingira unaoishi kidogo kidogo mpaka kimataifa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, ili ukaguzi wetu uwe mzuri: kitabun anzalnahu ilaika litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Surat Ibrahim aya ya kwanza. Hii Qur'ani ndio kile kitabu ambacho tumekishusha kwako Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, ili uwatoe watu kwenye giza la aina mbalimbali uwaingize kwenye nuru. Giza la ujinga, giza la uporaji, giza la kudhulumiana, giza la kila namna ushirikina, uwatoe kwenye giza uwapeleke kwenye nuru kwa kitabu hiki. Subhanallah. Sasa kila mmoja wetu akague familia ikiwa inafuata mwongozo wa kitabu ikoje, na familia ikiwa haifuati mwongozo wa kitabu ikoje. Kwenye maongezi, kwenye mavazi, kwenye kula, kwenye miamala kati ya watu na watu, kagua familia na familia. Ukitoka kwenye familia, tizama sasa mazingira yaliyokuzunguka, panapofuatwa mwongozo wa kitabu na ambapo hapafuatwi mwongozo. Ukitoka hapo, nenda nchi na nchi ambazo angalau zimesema sisi tunafuata mwongozo wa Uislamu, hata kama kuna mapungufu. Kwa kule kusema kwao wanafuata mwongozo wa Uislamu, na zile nchi ambazo zinasema hazifuati mwongozo huo, tizama wapi kwenye nuru na wapi kwenye giza. Kwenye mavazi, kwenye maongezi, kwenye ulaji, kwenye miamala kati ya watu na watu, uangalie hilo, utapata jibu, wala huhitaji elimu ya chuo kikuu. Leo hii kama ukiangalia dunia, kwenye nchi ambazo zimesema tunafuata mwongozo wa Allah, kitabu cha Mwenyezi Mungu, na nchi ambazo hakuna habari hiyo,
Tizama mauaji mengi yako wapi kati ya hizi na hizi. Tizama uporaji mwingi kwa siku uko wapi kati ya nchi hizi na nyingine. Tizama ubakaji unaotokea kwa usiku mmoja tu kati ya nchi hizo na nyingine. Yaani dhulma, dhulma, dhulma. Zitizame kwa kila namna, utaona wanaosema tunafuata mwongozo wa Allah iko chini kidogo matatizo haya. Maanake ni kwamba wako kwenye nuru, wametoka kwenye giza. Sasa kama hivyo ndivyo, maanake na wewe mmoja mmoja uhakikishe njia ya kutoka kwenye giza kwenda kwenye nuru ni kuhakikisha huyu muumba aliyetuumba anasema nini, kwa sababu hatukuja wenyewe hapa kwenye dunia. Dunia sio ya kwetu, tumeletwa, na midamu tumeletwa kuna utaratibu tulioletewa. Katalogi ya maisha ya dunia ndio hii aliyosema mwenyewe Allah. Sasa tukiacha katalogi tunakwenda wenyewe kivyetu vyetu, tumo gizani. Ndugu zangu, Allah aliposema kuhusu pombe na kamari, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shaitan fajtanibuh. Alipotangaza pombe, kamari, ibada za ushirikina, ramli, akasema vitu hivi ni uchafu, ni kazi ya shetani, jiepusheni. Haihitaji elimu ya chuo kikuu. Chunguza, panapokuwa pombe inanywewa haina mipaka, ipo tu. Panapokuwa kamari inachezwa hakuna kizuizi, ipo tu. Panapokuwa ibada za ushirikina zipo tu. Ramli ndio fani. Chunguza eneo hilo na eneo ambalo vitu hivyo vinakatazwa, uangalie wapi penye uhalifu mwingi na kidogo. Hakuhitaji elimu kubwa. Hata familia na familia ambayo pombe huru, kamari huru, ramli huru, mizimu huru, na utizame familia ambayo inasema vitu hivi haifai. Katika watu hata mnaoishi jirani, mnaoishi kirafiki pia, jitizameni, mtaona wapi kuna uhalifu zaidi, wapi miamala inavurugika, wapi familia zinashikana na wapi zinaachana. Utapata majibu kwamba kitabu hiki kinawatoa watu kwenye giza kuwapeleka kwenye nuru. Kijana, pale unapoishi na mazingira unaoishi, ukiwa hata mwenyewe uliwahi kuwa na mtihani wa kunywa pombe na kucheza kamari na kufanya nini, Mungu alafu akakutoa ukatoka kwenye mtihani huo, jipime kipindi hicho na kipindi kile, uone wapi kuna nafuu ya maisha. Kwa hiyo utaona mwongozo wa Allah ndio mwongozo unaofaa, na hivi tunavyojipeleka wenyewe tunajipeleka kikichwa kichwa. Angalia Mtume sallallahu alaihi wa sallam anaposema Allah anaposema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mtume hazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake, haongei, ila ni wahi amefunuliwa. Mtume anakuja kutuambia kukata kucha ni katika sunna za maumbile, kujinyoa nywele za sehemu za siri ni sunna za maumbile. Akaja akasema kuunga nywele ni laana. Sawa sawa, kujibadilisha maumbile laana. Aliposema maneno haya, halafu uangalie ambao wanaona kwamba ndio sera ya maisha, uangalie na wale ambao wanaona kweli kuacha ndio sawa sawa. Maisha yakoje? Uhuru wa kimaisha ukoje? Niambie, mwanamke aliyeweka kucha ndefu na yule ambaye kucha zake anazikata, uhuru wa maisha ukoje? Hauhitaji elimu ya chuo kikuu. Uhuru tu wa maisha ya kawaida, uhuru wa maisha ya kawaida, kwenye kulala, kwenye kupika, kwenye kula. Hata wengine wananaswa na pikipiki, minywele imening'inia mpaka ananaswa kwenye tairi za pikipiki, anakuja lazimika kukata. Manake uhuru wa maisha umepotea kwa kuunga tu nywele. Ameweka kucha ndefu, namna ya kujikuna utatafuta ni vipi anajikuna huyu. Huyu anaoshaje sahani yake? Huyu atakwambia kuna mashine za kuoshea siku hizi. Huyu anamuoshaje mtoto wake anapokuwa amejisaidia? Huyu atakwambia kuna wipers siku hizi unampangusa. Huyu yani kila kitu utashangaa. Ananawaje huyu mwenyewe anapojisaidia mwenyewe? Ananawaje? Atakwambia siku hizi kuna maji unarushia tu. Yani uhuru wa maisha uko wapi?
kwa kuweka zile kucha tu. Tizama, yaani ni tabu tabu tabu. Walipojibadilisha wakaweka lenzi za macho, wangapi waliopofuka macho kwa kuweka lenzi, wakajisahau, wakaenda kupika, wakajiweka kwenye joto, macho yamepofuka. Kwa hiyo utakuta mafundisho sahihi yakija ya Muumba yaliyoko kwenye katalogi yake yanamfanya mtu anaishi uko huru. Vijana wanapojisahau wakafundishwa namna ya kuvaa, wakajisahau wakavaa wanavyotaka wenyewe. Ni jana tu nimemwona kijana mmoja ametingwa kwenye kushughulika na kuchinja, amevaa suruali ya mlege wenye anavyosema. Wameshughulika na ng'ombe, suruali imeshuka yote, ana ile inaitwa boxer ndio iliyoko huku, iko huku inamzuia namna ya kufanya kazi. Anaipandisha kidogo inarudi tena, anaipandisha kidogo. Uhuru wa maisha haupo. Hata uhuru wa maisha haupo. Wenzake wako vizuri wanafanya kazi, yeye kazi haifanyiki. Hata akichukua karanga anakuuzia, katingwa, anapandisha tu kidogo, anapandisha kidogo. Katingwa ni hana uhuru. Kwa hiyo utakuta watu wanakosa mpaka uhuru wa kuishi. Wanapokuwa wamefunga suruali zao mlege, mkaribishe kwenye sofa, umuone anavyokaa. Anakalia mgongo badala ya kukalia makalio. Haiwezekani hata kukaa. Uhuru unakosekana kwa kuacha mafundisho tu. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe makini sana. Tuwe makini kweli kweli. Sasa hapa ndipo ninapowaambia vijana, nawaambia kuna kitu kimepungua. Vijana wenyewe ambao tayari wameshakubali mwongozo huu wanahisi kama inferior kidogo kudhihirisha kwamba hivi ni sahihi. Unaogopa nini kueleza usahihi kwa mwenzio? Wakati huu ni rika lako. Umwambie rafiki yangu, hii wewe unaona kweli uko huru wewe? Akwambia atakavyokuambia, lakini anajijua ndani ya nafsi hayuko sawa sawa. Kwa kuweni makini vijana, hebu msiogope kudhihirisha Uislamu wako pale unapohitajika kudhihirishwa. Udhihirishe tu kwa vitendo vyako kabla hata hujasema. Isiwe wewe ndio unachukuliwa na wimbi. Ndipo pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akahimiza hata rafiki wa kuchagua uwe naye, kwa sababu rafiki huwa ana tabia ya kufuata mwendo wa rafiki yake. Sasa kama umejichagulia rafiki ambaye amekushinda wewe, manake unaanza kumwiga yeye. Lakini kama wewe uko strong, unaweza wewe ukamgeuza yeye akawa mtu mzuri, naye akaishi vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza katika hadithi aliyosimulia mama Aisha radhiallahu anha, anatuambia inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu, kwa hakika Allah anapenda mtu anapoifanya kazi yoyote aiyakinishe, awe na hakika anachokifanya. Jambo lolote ukitaka kufanya kitu, kuwa na hakika nacho, kifanye vizuri. Kwa nini nasema hivi? Kwa hadithi hii, vijana ndio walengwa katika dunia. Mnaletewa mengi, mtabeba mengi msipohakikisha mnachotaka kukifanya. Mnalengwa kuharibu wakati Mungu amekulengeni kutengeneza. Kwa hiyo hakikisha kila unachotaka kukifanya, jambo lako lolote lihakiki lina matunda gani mbele, litasaidia vipi familia, litasaidia vipi dini yangu, watu mtawaongoza vipi kwa kushiriki mimi kwenye hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa mwongozo huo. Tuwe makini kufuata mwongozo ili tuweze kufanikiwa. بارك الله لنا بالقرآن العظيم ونفعنا بسنة نبيه الكريم. ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفروا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نكوسيني نيوسينا نفسي yangu kumcha Allah, na kumcha Allah ni kufuata amri na kuacha yale yanayotukataza. Ndugu zangu, bado tumo katika miezi mitakatifu na tumo katika zile siku Mtume alizozisema ayyamu tashriq, siku tukufu sana, siku ambazo akazungumza ayyama aklin wa shurbi wa dhikrillah, siku za kula na kunywa na kumkumbuka Allah sana. Na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu
tuendelee kuwa wazuri, tusimwasi Allah hata kidogo. Tunamshukuru Allah kwa mwongozo huu aliotupa. Tukisoma surat al-Kauthar, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar. Anasema Allah, kwa hakika tumekupa mtume kheri nyingi, swali kwa ajili ya Bwana wako na uchinje kwa ajili ya Bwana wako. Siku za kuchinja bado zipo mpaka zimalizike za tashriki. Ambaye amekosa huko aendelee kuchinja mpaka tumalize ayami tashriki. Ndugu zangu, napenda nigusie kipengele hiki katika huu mwongozo wa Allah. Ukifuatwa unavyozaa matunda mazuri. Angalia, inapokuwa chinja kwa ajili ya Bwana wako. Angalia kuanzia siku ya Idi, dunia imetingwa kutekeleza kipengele hiki. Hebu angalia raha iliyoko duniani. Angalia mahusiano yalivyo mazuri ya kusaidiana na kushirikiana hata bila ya kujali dini. Dunia imechangamka kwa utulivu, hakuna kupigana, kugombana, kulewa na nini. Watu wametingwa, chinja, gawa nyama, kula nyama, hamna vurugu. Lakini watu wanapojisahau wakawa na mambo yao, watakwambia andaa disco, andaa hiki, andaa hiki, ulevi, ingia tiketi ya mtu mmoja kiasi hiki, ukiingia na bibi inapunguzwa ili uharibifu ukafanyike. Alafu watu wakitoka hapo, ngumi, pigana. Lakini chinja kwa ajili ya Bwana wako. Halafu nyama sio za Bwana wako, kuleni wenyewe, raha kabisa, burudani. Ndivyo hivi mafundisho ya Mungu yote yako namna hiyo, yanaleta burudani kabisa katika jamii, watu wanaishi vizuri. Kwa hiyo kijana, na kuhusia usifiche ID yako ya kuwa wewe ni Muislamu. Una kitu kizuri mno ambacho wenzako hawana, kionyeshe kwa vitendo. Kizuri mno wenzako hawana, ambao hawajafikia kuwa Waislamu. Waonyeshe Uislamu wako kweli kimatendo. Kuna kitu kizuri kinapotea katika dunia, katika jamii, kionekane. Hapo nilikuwa nimelenga vijana, wazee, majumbani mwetu. Tusifiche utambulisho wetu kwa kuiga watu wengine. Utambulisho wetu unasaidia kumwonyesha jirani uzuri wa dini, kumwonyesha kila anayekutembelea uzuri wa dini yako kabla hujasema kitu. Tunaanza kuficha, unaficha yale mazuri yako, sijui unataka kuchukua ya nani sasa. Allah tujalie kwa wenye kusikia na kufuata yale mazuri. Tukificha uzuri huu, baraka zitakosekana. Kwa kumalizia, tutazipataje baraka zilizomo ndani ya Qur'ani wakati tumeambiwa tusome kwa mazingatio, ikiwa nyumbani kwako hata msahafu wa tafsiri hakuna? Ondoka nalo hilo, iwe ni changamoto inakusumbua kichwa. Kwa nini sijanunua msahafu wa tafsiri ambao lugha yetu itaweza kuelewa, ili mwanangu naye aweze kufungua kusoma? Allah tujalie kwa wenye kusikia na kufuata yale mazuri. Allahumma arda an ali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma ighfir li ali nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin. اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.